Turejea hapa kaunti namba 47 ambapo kampuni moja ya ulinzi wa kibinafsi katika mtaa wa South B inalilia haki baada ya ofisi zao kuvamiwa na kubomolewa katika kisa kinachodaiwa kuwa cha unyakuzi wa ardhi. Uongozi wa kampuni hiyo unasema mfanyabiashara mmoja aliwasilisha stakabadhi akidai umiliki wa kipande hicho cha ardhi chenye thamani ya shilingi milioni 40. Wafanyakazi wanasema kubomolewa kwa ofisi hizo kumeathiri utendakazi wa kampuni hiyo, huku wengi wakihofia kupoteza ajira. Sababu sisi kutoka 1997 tumekuwa hapa tukiandika wafanyikazi wa security, na watu wote hata hapa majirani wanajua, wanatuona. Kampuni ya security haiwezi kuja kuvunja sheria. Kampuni ya security ndio inasaidia kuweka sheria kila mahali tunaenda. So wakakuja na court order na polisi na wakatutoa nje, na hiyo court order baada ya kuiangalia tukaona kuwa ni court order ambaye haifai kuwa imeshughulikiwa na yule judge ambaye alishughulikia kwa Lower Magistrate Court. Kwetu sisi hatukubaliani na hiyo, na tunaona kuwa sheria za hii nchi zinafaa kuwa ziko na haki na ukweli, na tupati haki na ukweli hapa. Na sisi tunajua South B vile na kuaga mabwenyenye ndio wameingilia mambo, hata si wa Kenya wameingia wakiona tu ploti kwanza hiyo, wanaona tu iko kando ya barabara, wasawa na magorofa zile watatengeneza, na hiyo hatutakubali. Unaona, hatutakubali kabisa. Sisi pia tuna haki na Everready ndio tunajua hapa. Wafanyikazi ambao walikuwa hapa wote sasa wako kazi. Vijana ambaye baba zetu wako kazi. Comrade power. Hatutakubali unyakuzi iendelee. Sisi ile kitiko kilio chetu nafikiri kimesikika.